بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kwanza kabisa napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutupa taufik ya kudiriki saumu ya pili katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhan, ambao ni mwezi wa mwaka 1447. Ni jambo la kushukuru sana, kwa sababu ilikuwa ni watu wengi wa udiriki, lakini hawakufanikiwa kuudiriki kwa sababu tofauti tofauti, ikiwemo ukosefu wa afya, lakini wengine kupoteza maisha. Mimi na wewe, watu ambao tunatazamana, tuna haki kubwa sana ya kumshukuru Mwenyezi Mungu katika hilo. Jambo la pili ni shukuru sana kwa kufanikiwa kuhudhuria katika ofisi za Al-Imamu Media, ambako ni watu tofauti tofauti, mashehe mbalimbali wanapata fursa kuja kusema, kuja kutoa darsa na kuja kubadilishana fikra na jamii. Hilo nalo ni chukue fursa kutoa shukurani za dhati. Jambo la tatu ni kutambulisha maudhui na mada ambayo nimekuja nayo leo katika ofisi hii ya Al-Imamu Media. Mada niliyokuwa nayo ni kwamba inna Allaha yuhibbu minnal jamal, kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anataka kutoka kwetu sisi mambo mazuri. Kwa nini nimeipa maudhui yangu jina hili? Bila shaka ndugu zangu, tutambue kwamba huu ni mwezi mtukufu wa Ramadhani. Moja katika mafunzo na falsafa kubwa ya kuletwa mwezi huu au kuwekwa mwezi huu mtukufu wa Ramadhan kwa mwaka mzima, huwa ni mwezi wa Waislamu kufunga, ni mwezi wa Waislamu kujitathmini, ni mwezi wa Waislamu kujirudi. Ni ishara tosha kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatutaka sisi viumbe wake tuende kwake tukiwa tumebeba mazuri. Nikinukuu riwaya mbalimbali ambazo zipo kwenye vitabu, na alhamdulillah katika siku ya leo nitapenda kunukuu maneno ya al-Imamu Sadiq salawatullahi wa salamuhu alayhi, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad, kutoka kwa Muhammad ibn Yahya an Ahmad ibn Muhammad an al-Qasim ibn Yahya, anapokea kutoka kwa babu yake al-Hasan ibn Rashid, anamnukuu Abu Abdullah Ja'far bin Muhammad as-Sadiq alayhi salam akisema kwamba qala Amirul Mu'minin alayhi salam, siku moja Ali ibn Abi Talib salawatullahi wa salamuhu alayhi, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad, amewahi kutamka ya kwamba inna Allaha jamilun, hakika Mwenyezi Mungu ni mzuri. Yuhibbul jamal, si mzuri tu, pia anapenda mazuri.
wa yuhibbu an yara athara ni'mati ala abdi, vile vile anapenda kuona athari za neema zake kwa mja wake. Ukiangalia mfumo wa haya maneno Ali ibn Abi Talib salawatullahi wasalamuhu alayhi aliyoyazungumza, unapata kuona kwamba wa kwanza kwenye upande wa mambo mazuri ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yeye mwenyewe ni jamilun, na hapa aliposema inna Allaha jamilun hakuwa na maana kwamba Mungu ana kiwiliwili. Sasa sisi tunamsifu au asifika kwa uzuri. Hapana, hana mkono ili tuseme ni mzuri, wala hana mwili kiwiliwili tuseme kiwiliwili chake ni kizuri, bali makusudio ni kwamba Mwenyezi Mungu alionayo katika ufalme wake ni mambo mazuri. Kwa hiyo uwepo wa mazuri kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama sehemu ya asili imetufanya tumuelewe Ali ibn Abi Talib kwamba Mwenyezi Mungu ni mzuri, kama vile ambavyo kuna mifano mingi sana ambayo yapigwa au yatolewa katika jamii. Unampata mtu anaitwa Abdullah au unampata mtu anaitwa Muhammadun, lakini katika jamii yake unakuta jina lake la Muhammadun au Abdullah halitumiki, unakuta linatumika jina la mkarimu. Bwana yule mtu alhamdulillah ni mkarimu sana, kiasi kwamba ile sifa ikawa ni endelevu, ikafikia mpaka ikawa ni sehemu ya jina lako, kwamba yule nani bwana, yule ni mkarimu, yule ni karimu, lakini aslu ya jina lako si karimu. Mfano mwingine, unampata mtu anafanya mambo mukabili ya mambo mazuri, anafanya mambo ya maasiya. Mathalan, yeye ni mtu wa kujishughulisha na maasiya ya zina, anakwenda leo amezini na mwanamke huyu, kesho amezini na mwanamke huyu, kesho amezini na mwanamke huyu. Ile kithratu almaasiya fi janibi zina, kukithirisha kwake kwa madhambi katika upande wa kuzini, inafikia hatua mtu akimwangalia akiuliza yule nani, anasema yule ni mzinifu. Yule nani? Yule ni mzinifu. Haina maana ya kwamba tasmiyatu ya uzinifu ndiyo jina lake. Hapana, ni sifa aliyokuwa nayo. Sasa tukirudi kwenye hii riwaya hadithi ambayo ameinukuu al-Imamu Sadiq akisema kwamba Amirul Mu'minina anatamka kwa kusema kwamba inna Allaha jamilun, hakika Mwenyezi Mungu ni mzuri, ni kwa yale aliyokuwa nayo. Sasa yuhibbul jamal, anapenda mazuri. Mwaka una miezi 12. Bila shaka ndani ya mwaka mzima ambao mwaka huo una miezi 12, na miezi 12 hiyo ndani yake kuna mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ukiutoa mwezi mtukufu wa Ramadhani unabaki na miezi 9, na miezi 11 afwan. Hii miezi 11 ni mangapi uliokuwa ukiyafanya? Sawa sawa, ulikuwa unakosea kwa maksudi au la, ulikuwa unakosea na haujui kwamba hapa nilichokifanya nimekosea. Katika hali hii kuna muda kabisa unaona kwamba mimi hapa nimekosea, alhamdulillah, unakuwa ni mjuzi wa kile ambacho umekikosea.
lakini kuna muda unakuwa umekosea na haujui kwamba umekosea. Kama vile ambavyo unaweza ukaishi katika jamii ukawa unafanya mambo ukitarajia na ukiamini kwamba unapatia, kumbe wale unaofanya mbele yao wanakuhesabu kwamba ni makosa. Katika hali hii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambaye ni mkarimu na ni rahimu, akatuteulia ndani ya miezi 12 kupatikane mwezi mmoja, huu mwezi wa kujihesabu, huu mwezi wa kujirudi, huu mwezi wa kujitathmini kwamba mimi niko wapi, mimi nimefanya nini na sasa natakiwa kuwaje. Sasa ndipo tunapata kuona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ananukuu maneno ndani ya Qur'an, au anatuambia ndani ya Qur'an kwamba kutiba alaikumus siyam, nimewafaradhishia kwenu nyinyi Waislamu saum. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Lakini huku kuwafaradhishia saum si kwa maana ya kwamba nyinyi ndio wa kwanza kuwafaradhishia saum. La, anatuambia huu ni mfumo uliokuwepo tangu na tangu, zama na zama, watu na watu. Kwa hiyo kabla ya ummatu Muhammadin kulikuwa na kaum, kulikuwa na watu ambao walikuwa katika usimamizi wa Nabiyullahi Isa alayhi salam, nao pia walikuwa wakifunga. Kabla ya Nabiyullahi Isa alayhi salam kulikuwa na Nabiyullahi Musa alayhi salam, nao pia kutiba alayhimu siyam, nao walifaradhishiwa saum. Pia kabla ya Nabiyullahi Musa hivyo hivyo unaendelea mpaka Nabiyullahi Adamu alayhi salam, unapata kuona kwamba walikuwa kufunga ni faradhi kwao, ni lazima. Sasa yatakiwa tusifike na sifa ya mazuri. Lengo ni nini? Lengo ni kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatupenda sana na anataka wote viumbe wake kesho tunapokutana naye tuwe safi, tuwe ni watu wa kwenda kufikia mahala pamoja, napo ni jannatul firdaus, katika pepo. Hii ndio hikma na falsafa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutuwekea mwezi mtukufu wa Ramadhan iwe ni sehemu ya kujirudi. Ukisoma katika khutba ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ya mwisho ya mwezi wa Shaaban, katika kuukaribisha mwezi mtukufu wa Ramadhan, Bwana Mtume katika moja ya aliyozungumza alitamka akasema kwamba qad akbala ilaykum shahrullah, hakika umewajieni ninyi mwezi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, nao sio mwingine ni mwezi mtukufu wa Ramadhan. Qad akbala, umewakaribieni, umewafikieni. Lakini mbele ya khutba hii alisema ndani ya mwezi huo, ndugu zangu Waislamu, ndugu zangu mnaosifika na iman ya kumwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ndani ya mwezi huo kuna mambo matatu. Yani mwezi mzima umebeba mambo matatu. Jambo la kwanza akasema bilbarakati warahmati walmaghfira, kwamba huu mwezi umekuja kwa baraka, umekuja kwa rahma na umekuja kwa maghfira, kwa maana kuna baraka nyingi ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani.
lakini vile vile kuna rahma, huruma ya Mwenyezi Mungu ndiyo inapatikana kwa wingi sana katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Lakini jambo jingine muhimu ni kwamba ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani ndiko kunapatikana kitu kinachoitwa maghfira, msamaha. Lakini uzuri zaidi ni kwamba kuonyesha kwamba kunapatikana msamaha, akasema wa duaukum fihi mustajab, dua zenu ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani ni zenye kukubaliwa. Sasa sisi kama Waislamu, sisi kama wafuasi wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, nini tufanye? Mwenyezi Mungu kesha tukirimu vya kutosha kwamba katuletea baraka ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, katuletea rahma, huruma, mlango wa huruma uko wazi wazi, lakini katufungulia na mlango wa msamaha. Sisi tufanyeje? Sisi yatupaswa tuhakikishe yale ambayo tulimkosea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ndiyo muda wa kuomba msamaha. Moja, yale ambayo tuhakikishe yale ambayo tulimkosea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ndiyo muda wa kujitathmini na kurudi nyuma na kukiri kwamba hatutoyafanya tena. Jambo la tatu, tuhakikishe kwamba nia zetu ambazo tunatembea nazo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani zinakuwa ni endelevu hata baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, ili mwisho wa siku unakuja wakati wako wa kutolewa uhai uliokuwa nao na kuelekea katika ulimwengu mwingine, uende ukiwa salama, ukiwa safi, ukiwa umetakata na maovu yote. Kuna wengine katika maisha yao ni watu waliojawa na vitendo vingi vya maasi. Maisha yao yote utapata kuona katika wema walioufanya, yeye mwenyewe anaona kabisa, mpaka hatua hii nilipofika, kwa kweli Mwenyezi Mungu kunisamehe kwangu ni vigumu. Kama kuua, basi ameua sana. Kama kuzini, basi amezini sana. Kama kusema uongo ndiyo desturi ya maisha yake, ndiyo mfumo wa maisha yake. Kama kufanya khiana ndiyo kafanya, kiasi kwamba nafsi yake yeye mwenyewe inamwambia kwamba mimi nilipofika kusamehewa na Mwenyezi Mungu ni tabu sana, haiwezekani. Kafika marhala moyo wake umekuwa na kutu kiasi kwamba sasa yeye amekata tamaa. Lakini angalia kwa huruma, ambako tumesema Bwana Mtume amesema ndani ya mwezi huu pia kunapatikana huruma. Angalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasemaje katika suratu Zukhruf. Kama sintokosea itakuwa ni aya ya 54. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaongea na watu ambao wamekata tamaa. Anaongea na watu ambao tayari katika nafsi zao, katika maisha yao hawana kitu kinachoitwa matarajio ya kuja kusamehewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mungu anaongea nao, anawaambia hivi: Qul, sema ewe Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, aseme kuwaambia waumini, kuwaambia waja wake, waja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Qul, sema waambie, ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim, sema waambie kwamba enyi waja wangu ambao mmefika hatua mmekata tamaa kwa maasi na madhambi na vitendo mvifanyavyo, la taqnatu min rahmatillah,
msikate tamaa, msikate tamaa, msije mkathubutu mkakata tamaa. Kwa nini tusithubutu kukata tamaa? Anasema kwa sababu inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'an, hakika Mwenyezi Mungu ni msamevu wa madhambi yote ambayo tunayafanya. Innahu huwa al-ghafurur rahim, na hakika yeye Mwenyezi Mungu ni mwingi wa usamevu, ni mwingi wa huruma. Lakini kuna baadhi ya watu wakaweka ishkali, wakasema kwamba ndani ya Qur'ani hiyo hiyo Mwenyezi Mungu anasema isipokuwa wale waliomshirikisha, illa an yushraka bihi, isipokuwa kwa wale waliofika had wakamshirikisha Mwenyezi Mungu, wakamfanya Mungu ni uwili au Mungu ni utatu, kama baadhi ya dini wakiamini kwamba kuna Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho. La, anasema kupitia aya hii kwamba yaghfiru dhunuba jamia, anasamehe madhambi yote. Hapo kuna qaid, illa an yushraka bihi, maana yake ikiwa atakufa katika itikadi hiyo, atakufa akiwa katika hali ya kwamba bado katika nafsi yake kuna uwili katika Mungu, yani Mungu amemgawa uwili, kwamba kuna Mungu alafu kuna msaidizi wa Mungu, au kuna Mungu kazi yake ni kufanya mambo kadhaa, na kuna Mungu kuna mambo yake kadhaa, Mungu wa mvua, Mungu wa. Akifa katika hali hii, tunasema atakuwa amekosa hii ibada ya kusamehewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan tunapata mlango wa usamevu. Ndugu zangu, katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhan ni mwezi ambao unatupa mafunzo kwamba atakaye kufa na akawa ana yakini kwamba hajasamehewa na Mungu, basi huyo mtu atakuwa ni muovu kupindukia, na bali ni maneno ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama, kama sintokosea, itakuwa ni mwisho mwa hutuba yake aliyoitoa kuelekea mwezi mtukufu wa Ramadhan. Akasema fa inna shaqiya, hakika mtu muovu man hurrima alayhi ghufranullahi fi hadha shahri sharif, ni yule atakayekosa msamaha, atakayekosa huruma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhan, yani akamaliza mwezi huu mtukufu wa Ramadhan na hajasamehewa. Nukta ya mwisho ni kwamba vipi tutasifika na mazuri. Moja kwa moja, ili tusifike na mazuri, ili tufikie daraja ya kumiliki mazuri, na hata tukifa kesho mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tuwe tumesalimika na ghadhabu zake, tuwe tumesalimika na moto wake, tunapata maelekezo kutoka kwa Amirul Mu'minin kupitia al-Imamu Sadiq salawatullahi wasalamuhu alayhi. Lakini maelekezo yake kabla sijayatoa, naomba nitangulize utangulizi ili tuifahamu hii riwaya vizuri, ambayo inapatikana katika kitabu Al-Kafi cha Sheikh Al-Kulaini. Sisi tunafahamu ya kwamba kuna ibada nyingi. Kuna ibada ya swala,
kuna ibada ya zaka, kuna ibada ya sadaqa, kuna ibada ya hata kuzungumza maneno mazuri. Tunaambiwa kwamba kalimatun tayyiba sadaqa, kwamba pia kusema maneno mazuri ukamwambia mwenzako pia ni nini? Ni sadaqa. Kufunga pia ni katika ibada. Kutembea, kutoa mguu wako kutoka sehemu kwenda sehemu nyingine, lakini ikawa katika kutafuta halal pia ni nini? Ni ibada. Kwa hiyo kila kitendo tunachokifanya tunakifanya katika hali ya ibada, kinakuwa ni ibada kinapokufungamana na nia qurbatan ila Allahi Ta'ala. Lakini tukumbuke pia Mwenyezi Mungu katuruzuku mambo mengi, ikiwemo afya. Mwenyezi Mungu katuruzuku, ikiwemo mali. Mwenyezi Mungu katuruzuku ufahamu, ni watu ambao tunajitambua. Mwenyezi Mungu katuruzuku mambo mengi. Leo hii hatuna maradhi. Sasa hatua ya kwanza ya kusifika na mazuri, Abu Abdillah Jaafar bin Muhammadin Sadiq anatuambia kupitia ulimi wa Amirul Mu'minin kwamba idha an'ama Allahu ala abdin bini'matin fadhaharat alayhi summiya habiballah. Hakika Mwenyezi Mungu kwanza ana kawaida ya kumneemesha mja. Sasa pale atakapokuneemesha kwa neema yoyote, iwe ni neema ya afya, iwe ni neema ya mali, iwe ni neema ya akili, iwe ni neema ya hisabu mpaka mwisho, ikiwa atakuneemesha kwa ayu neema, yani bineematin imekuja katika lugha ya umuman kwamba kitu chochote kinachoitwa neema, basi kitu hiko inapaswa ukidhihirishe, na ukishakidhihirisha summiya habiballah. Katika hali hii utaitwa ni kipenzi cha Mwenyezi Mungu. Utakuwa umemiliki sifa ya uzuri, utakuwa umemiliki sifa ya mazuri ukidhihirisha neema ya Mwenyezi Mungu. Mungu amekupa viungo katika mwili, ukivitumia vizuri utakuwa umedhihirisha neema za Mwenyezi Mungu vizuri. Kama vile ambavyo tunaona kuna athari mtu anapotumia viungo vyake vizuri, mathalan mkono anapotumia akaandika riwayati, mathalan maneno ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, anaacha athari. Yale maneno yanakuja kutumika katika zama tofauti tofauti. Tunasema ametumia neema za Mwenyezi Mungu vizuri, maana yake amedhihirisha neema za Mwenyezi Mungu. Lakini ataitwa ni muhaddithan bi ni'matillah, ni mtu na nusu, yani ni mtu ambaye anatangaza neema za Mwenyezi Mungu subhanahu. Wa idha an'ama Allahu ala abdin bi ni'matin falam tadhhar alayhi, na ikiwa Mungu atakuneemisha kwa neema yoyote alafu hukuifanyia kazi, ukaificha. Mungu amekupa afya ukashindwa kutoka kwenda kuitumia katika kutafuta halali. Mungu amekupa nguvu ukashindwa kuitumia nguvu yako kuhakikisha watu wanakuwa salama, watu wanaishi kwa uzuri. Mungu amekupa akili ukashindwa kuitumia akili yako kuwaelimisha watu. Mungu amekupa ilmu, tunasema wewe utaingia katika lile kundi ambalo Mwenyezi Mungu anawaita baghidhullah, kwamba ni machukizo ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Mwezi mtukufu wa Ramadhani ni mwezi ambao unatufunza kwamba Mwenyezi Mungu anatutaka sisi tumuonyeshe mazuri ambayo ni katika neema za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa kumalizia, nimalize kwa maneno ya
Abu Abdillahi ndani ya kitabu cha Al-Kafi akizungumza kwa kuelezea nukta hii ya neema ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kudhihirisha neema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni katika kutengeneza utu wetu wa kubeba mazuri na kuitwa kuwa ni wageni wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya mwezi mtukufu huu wa Ramadhani. Anasema kwamba moja katika maneno ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kudhihirisha neema za Mwenyezi Mungu ni katika dini, bali ni asili ya dini. Yani ukisikia mtu huyu ana dini, maana yake ni mtu aliyedhihirisha neema za Mwenyezi Mungu, amezitumia vizuri neema za Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo tutosheke ya kwamba huu mwezi mtukufu wa Ramadhan tumepata neema ya afya, tunafunga, na sio kufunga tu, bali kama una uwezo basi tumia fursa hii kudhihirisha neema ya Mwenyezi Mungu, kwamba amekupa mali inatakiwa utoe, amekupa afya inatakiwa utumie vizuri, amekupa taufik ya kufunga, basi ufunge vizuri. Lakini kwa kuhitimisha mazungumzo yangu, ni nukuu kisa kimoja katika suala zima la neema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kuna bwana mmoja alikuwa ni mwingi sana wa kujilaumu. Kila atakachokifanya yeye ajilaumu. Kila akipewa hiki yeye anasema ameonewa. Akipewa maradhi, kwa nini Mungu wewe waniona tu mimi na si wengine? Kila akipewa hivi, mbona Mungu mimi uwezo sina, wengine wanao? Siku moja akatokea bwana mmoja anayetambua neema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Akamchukua yule mtu akamwambia, shida ni nini? Akasema, unavyoniona hapa mimi sina chakula, unavyoniona hapa mimi similiki gari, unavyoniona hapa mimi nyumba yangu ninayokaa ni chumba kimoja na sitting room, sehemu ya kupumzikia. Yani najibana, hata wanangu nashindwa namna ya kuwahifadhi. Akamwambia, insha Allah kesho tutoke, nina safari na wewe. Akamchukua, ilipofika kesho yake akamfuata, akamchukua. Alipomchukua akaanza kutembea naye katika moja ya sehemu walizopita, na yule mtu aliyekuwa akilaumu nafsi yake na akimlaumu Mwenyezi Mungu kwa nini amnyima baadhi ya vitu na wengine wanapewa, alipita sehemu moja ya mustashfa, hospitalini. Alipita hospitali, akaanza kumuonyesha ni namna gani watu wanavyopitia magumu wakiwa ndani ya maradhi waliokuwa nayo. Maradhi pia ni katika mitihani anayotupa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Akaenda akakuta kuna watu wamepasuliwa vichwa, kuna watu hawana ufahamu aslan, wanasubiria hatman Mwenyezi Mungu awachukue. Kuna watu wamevunjika miguu, mifupa inaonekana. Kuna watu ni wenda wazimu. Kuna watu hawajitambui. Sehemu kama hizi akawa anampitisha, anamuonyesha, anamwambia, lau na Mwenyezi Mungu angetupatia na sisi hivi. Akasema, la, vipi Mungu atupatie? Anasema, la,
Ikiwa Mungu tu akatupatia magari, kwa nini na huku asitupatie? Yule mtu alipotoka alijifunza kwamba kuwa na magari, kuwa na mali nyingi, kuwa na uwezo mkubwa bado haimfanyi mtu akasifika na mazuri, bado haimfanyi mtu akawa ni mwingi wa kushukuru, bali kupata kwako mitihani huenda ikawa ni sehemu na chachu ya kukutengeneza wewe ukawa mtu, ya kukutengeneza wewe ukawa ni katika wale ambao watakuwa na daraja kubwa mbele ya Mwenyezi Mungu. Astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.